Unajua, kuna wakati macho yetu yanatufanyia usaliti kabisa. Tunatazama maisha ya wengine kupitia vioo vya simu zetu. Tunaona utajiri, tunaona maisha mazuri, tunaona wakipendeza, tunawaona wakila bata, lakini hatuioni siri iliyojificha nyuma ya yale matabasamu ya picha. Tamaa ni kama maji ya chumvi. Kadiri unavyokunywa ndivyo unavyozidi kuona kiu. Na leo nataka nikusimulie mkasa wa binti mmoja ambaye anaitwa Lilian. Lilian alikuwa ni mwanafunzi wa chuo, binti mrembo aliyebarikiwa kila kitu, kasoro jambo moja tu: subira. Hakuwa nayo kabisa. Lilian alikuwa na mpenzi wake, kijana mmoja mstaarabu ambaye anaitwa Kevin. Kevin alimpenda sana Lilian kwa moyo wake wote. Alikuwa anapambana, anafanya vibarua, anapata pesa kiasi, anamnunulia Lilian zawadi ndogo ndogo kwa kadiri ya uwezo wake. Lakini kwake Lilian upendo wa Kevin haukutosha kabisa. Kila alipokuwa chuoni, macho yake yalikuwa kwenye mikoba ya gharama ya rafiki zake, simu mpya za matoleo ya kisasa na magari yanayowashusha getini. Alianza kumwona Kevin kama mzigo tu. Aliona Kevin atampotezea muda tu. Mwisho wa siku Lilian akamwambia Kevin maneno mabaya na yanayochoma kama pasi. Kevin, upendo wako haunilishi na wala haunizidishi thamani. Nataka maisha mazuri ambayo wewe hata huwezi kuyaota. Aiwanda, utanipa nini wewe? Nishachoka sasa hivi. Nahitaji maisha mazuri na mimi. Hivyo tuachane kuanzia leo, mimi na wewe basi. Sitaki unisumbue tena. Bana, akamwacha Kevin akiwa amejishika mikono yake kichwani kwa masikitiko makubwa. Baada ya kuambiwa hayo na Lilian, moyo wake uliingia ganzi kubwa kutokana na kukataliwa. Basi Lilian akajikabidhi kwa rafiki zake, wale walioonekana wametoboa maisha. Akawauliza kwa unyenyekevu kabisa, hivi mnafanyaje mpaka mnakuwa mnaishi hivi jamani? Ujue mimi mwenyewe napenda maisha mazuri. Jamani, naombeni mnionyeshe na mimi njia. Nataka na mimi niwe kama nyie. Wale marafiki zake wakatazamana, kisha wakacheka kicheko kilichojaa giza, au unaweza ukasema kicheko cha kizandiki, kwa sababu wanajua kinachowapa jeuri au siri kubwa ya mafanikio yao. Kwa kuwa alikuwa ameng'ang'ana sana na yeye anataka kuwa kama wao, wakaona sawa, kama wanataka hilo, sisi hatuna iana. Wakampeleka kwa tajiri mmoja mkubwa sana anayeishi kwenye jumba la kifahari lenye kuta ndefu. Lakini kule ndani sasa, kwenye hiyo nyumba, Lilian alikutana na mambo mengi sana ya ajabu ajabu ambayo alimfanya ahisi kama hayuko salama kabisa, na moyo wake ulidunda sana na damu yake ilichemka. Tajiri yule alikuwa na sharti moja la kutisha. Baada ya kusikia Lilian naye anataka kuishi maisha mazuri, anataka kuwa miongoni mwa wale mabinti wengine ambao wanaishi maisha mazuri, kumbe bwana, kuna masharti mazito sana ambayo wale mabinti huwa wanayapitia na wanatakiwa kuyafanya. Sasa tajiri akawa amemwambia Lilian kwamba kwa kuwa umetaka hilo, itabidi nikupe masharti hayo na wewe uweze kufanya kile ambacho wenzako huwa wanafanya, na ndicho kinachowasaidia kuishi maisha hayo unayoyatamani wewe. Bwana wewe, kila usiku Lilian alitakiwa kulamba kidonda kibichi kilichopo utosini mwa yule tajiri. Kidonda hicho anaambiwa hakiponi. Tajiri anacho, na ndio siri ya utajiri wake. Ni kidonda ambacho hakionekani, kwa maana
muda mwingi tajiri anapotoka anakuwa amevaa kofia yake, haitoki ile kofia kichwani. Kumbe pale katikati ya utosi kuna hilo donda zito, donda la kuogofya, donda bichi, linaogopesha kweli kweli. Sasa mabinti wanatakiwa walambe pale, na kwa kufanya hivyo yeye ndo anazidi kuwa tajiri na mambo yake yanazidi kunyooka, na ndio maana haoni hasara kuwafanya waishi maisha mazuri wale mabinti ambao wamekuwa wakibusti kipato chake bila wao kujua. Basi hilo tu lilikuwa tisho kubwa sana. Aliambiwa kwamba anatakiwa ayafanye hayo usiku wa siku hiyo. Lilian wa watu akawa ametafakari sana, akawa anazidi kuogopa. Sasa ndani ya lile jumba alipojaribu kutazama huku na kule, akawa amekuta kuna wasichana wenzake wengine wakifanyiwa vitendo vya unyama sana. Yaani mle kuna mambo ya ajabu ajabu sana. Yaani hata kusimulia ni kazi, kwa sababu huwezi amini, baadhi yao walionekana wakilazimishwa kufanya mapenzi na wanyama, yaani mbwa, ili tu wapate lile rundo la pesa. Lilian alitetemeka sana baada ya kuyaona hayo. Akili ikamrudia sasa. Akajiona kama sasa hakustahili kabisa kuyakimbilia maisha ya namna hiyo. Alijaribu kukimbia eneo hilo, lakini wakati anakimbia marafiki zake walipomwona wakamrushia dongo kwamba mjini hapa hakuna pesa ya bure. Kama uwezi hayo, wewe ni binti, rasilimali unazo umezikalia, basi uza mwili wako mtaani kama bidhaa, wenzako wanatoka ujue. Lilian alikimbia akazidi kutokomea, lakini maneno hayo yalimuingia. Akasema, pamoja na kwamba naonekana kuwa na moyo dhaifu, kwenye hili nitapambana tena. Ngoja na mimi nijaribu hii njia ambayo amenishauri ya kuuza mwili wangu. Lilian alijaribu tena ile njia ambayo alishauriwa ya kuuza utu wake mitaani, akiamini kwamba ndio njia rahisi ya kupata kile ambacho anakitamani. Akawa amejipanga vizuri, akaamua kuianza hiyo kazi. Sasa hiyo siku alikuwa amesimama sehemu ya giza ambayo kwa mbele kidogo kuna mwanga au miale fulani hafifu ambayo inawafikia mpaka pale ambapo wapo. Kwa hiyo kwa yeyote alikuwa akipita eneo hilo alikuwa anaweza kuwaona, kwa sababu hakuwa peke yake. Ni eneo maarufu ambalo akina dada wengi wanakuwepo hapo kwa ajili ya kuuza mili yao. Sasa wakati wako pale, zikasikika sauti za vurugu, kama ni watu ambao wanavamia eneo lile. Wale wadada wengine walikimbia wote. Lilian akabaki amepigwa na butwaa kuelewa sasa akimbie au iweje. Alipoendelea kushangaa, kuna kundi kubwa la watu ambao ni wanaume walionekana kujongea eneo lile, na walikuwa wameshamkaribia kabisa Lilian, ambaye hata alipojaribu kutaka kukimbia alishindwa, kwa sababu walikuwa wameshamkaribia na wakamkamata. Alichukuliwa na kundi hilo la watu wasio na huruma na asiowajua, ambao hawakuishia tu kumpiga na kumnyang'anya kila kitu, walimfanyia vyote, yani unyama wa kumdhalilisha, wakambaka kwa zamu na kumtelekeza korongoni kama takataka isiyo na thamani. Alipata maumivu makali sana na hata akapoteza fahamu. Alipozinduka, Lilian akajikuta akiwa amepoteza kila kitu sasa. Utu wake, heshima yake, asichokijua pia hata na afya yake. Lakini pigo kubwa zaidi lilikuwa moyoni. Basi akajikongoja na kurudi nyumbani. Alipopata nafuu, akajaribu kumtafuta sasa yule Kevin, yule kijana aliyempenda kwa dhati. Aligundua kuwa Kevin alishakata tamaa na maisha ya mji ule. Kevin alikuwa ameshahama chuo na kuhamia mkoa wa mbali sana. Alikuwa tu ameamua kuondoka ili kuitafuta tu amani ya moyo wake ambao ulivunjwa na Lilian. Kevin hakuwepo tena, na hata wakumfuta machozi Lilian hakuwepo kabisa. Lilian alijikaza na kuamua kuishi tu maisha mengine au maisha mapya
baada ya tukio lile alilotendewa na yale ambayo yamepita. Lakini afya yake sasa ndio ilikuwa mzozo. Afya ilizidi kufifia kama mshumaa uliokumbwa na upepo wa dharuba. Alianza kuugua mara kwa mara, mwili unadhoofika, na uzuri wake uliokuwa fahari yake ukawa unayeyuka. Chuo tena kikamshinda, ndoto za usomi zikafa. Ikabidi arudishwe kijijini kwao sasa, akiwa amebeba mzigo wa aibu na maumivu makali. Kule kijijini, baada ya kufikishwa, wazazi wake maskini walihaha huku na kule kutafuta tiba, kwa sababu amerudi Lilian akiwa amekongoroka, yani mwili umeisha, anaumwa, yani yuko hoi. Wakajaribu kuhangaika huku na kule mpaka walipofanikiwa kumpeleka hospitali kubwa kwa ajili ya vipimo zaidi. Majibu yakaja sasa, yenye kuchoma na kurarua kama radi. Lilian hakuwa tu na virusi vya ukimwi, bali alikuwa na saratani pia ya kizazi ambayo ilikuwa imesambaa kwa kasi sana. Wazazi walilia kweli kweli, walijaribu kuuza kila walichonacho ili kujaribu kuokoa maisha ya binti yao ambaye walimtegemea, lakini ilikuwa tayari ni too late. Wamechelewa. Mwili wa Lilian ulikuwa umechoka sana na roho ilikuwa imekata tamaa kabisa. Lilian alikuwa akitazama dari ya nyumba yao ya udongo, akizikumbuka zile simu za gharama na mikoba ya thamani ambavyo alivitamani. Sasa vilikuwa havina maana yoyote mbele ya kifo kilichokuwa kikimnyemelea. Basi taarifa ikawa mbaya sana kwa wote waliomwonea huruma. Lilian alifariki dunia. Ndugu yangu unayenisikiliza, tamaa ni mbaya sana. Inakufanya uone milima ni tambarare, inakufanya uone sumu ni asali. Wewe dada, wewe, maisha mazuri hayaji kwa mkato. Subira inaweza kuwa chungu sana, maana kusubiri jambo ambalo hujui litatokea au halitokei sio kazi ndogo, lakini mwisho wake ni uzima na usalama vile vile, na ni mzuri huo mwisho. Subira haijawahi kuwa na majibu mabaya. Usikubali kuuza kesho yako kwa ajili ya anasa za leo ambazo hazidumu. Heshimu upendo wa dhati, heshimu utu wako, na zaidi ya yote mtegemee Mungu kwa kile ulicho nacho. Kinatosha. Mungu atajua yeye akusaidiaje, kwa sababu umemkabidhi maisha yako yeye ambaye ndiye muumba wako. Nadhani tumeelewana vizuri kabisa. Hii ni Story Funzo. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa, lakini usiache kutoa maoni yako hapo chini kwenye comment section. Usisahau kulike na kushare video hii. Asante sana.